Watumishi wa Mungu, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyetupa neema na kibali. Ni siku nyingine nzuri, siku rafiki, siku ya Jumanne. Tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante kwa ajili ya mengi aliyoyatenda katikati yetu. Tutake tumwambie Mungu asante kwa ajili ya ulinzi, ametupigania, ametulinda. Ni asubuhi nyingine tena, tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante katika mengi ambayo ameyatenda. Natamani tuende mbele za Mungu tukamshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tumwambie Mungu asante kwa ajili ya mengi aliyoyatenda katikati yetu. Zaidi tumwambie Mungu asante kwa ajili ya kumwachilia mwanae Yesu Kristo afe kwa ajili yetu sisi wenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani tuende mbele za Mungu tukamshukuru Mungu asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo anadhatiria hai, tunasema asante kwa ajili ya wakati na majira haya. Bwana, asante kwa ajili ya uzima, asante kwa ajili ya afya, asante kwa ajili ya kibali na ulinzi ambao umeuachilia katikati yetu. Asante kwa ajili ya neema na kibali ambacho umetuamsha salama. Bwana Yesu, tunakushukuru sana kwa ajili ya kila mmoja ambaye anaendelea kufuatilia mafundisho yetu. Bwana, asubuhi ya leo tunanyenyekea kwako Baba mwenye nguvu, Baba mwenye uweza, tukiomba toba kwa damu ya mwana kondoo. Ninaomba toba kwa ajili yetu, ninaomba toba kwa ajili ya kila mmoja ambaye anafuatilia mafundisho haya. Ninaomba toba kwa ajili ya binti huyu, kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya baba huyu, katika damu ya Yesu Kristo anadhatiria hai. Roho Mtakatifu, wewe ni mwalimu, karibu sasa utufundishe, tuelekeze tupasayo. Nguvu zako na uweza wako wewe katikati yetu. Roho Baba, roho hekima, roho maarifa, tawara, sema na kila mmoja ambaye anafuatilia mafundisho yetu katika jina la Yesu Kristo anadhatiria hai. Tunakataa kila uzito wa kusikia neno, kila uzito wa kupokea mafundisho, kila roho zote zinazoleta uzito tunazifunga kwa damu ya mwana kondoo. Bali Roho Mtakatifu utawale, sema nasi, ni katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi hii kuendelea kumshukuru Mungu. Leo ni siku rafiki, siku ya Jumanne. Tunamshukuru Mungu sana ambaye ametupa nafasi na kibali kuiona siku ya leo. Na moja ya vitu ambavyo Mungu alikuwa ananisemesha na mimi nataka tuviangalie na tuvitazame. Wako watu ambao hawajui nguvu iliyoko ndani ya damu ya Yesu. Wako wengi ambao hawajui nguvu iliyoko ndani ya damu ya Yesu. Kuna siku nilifundisha na Mungu alikuwa amenipa ufunuo baada ya hii Pasaka. Moja ya watu ambao moja ya vitu ambavyo shetani anavitengeneza kwenye maisha yetu ni watu ni kuto kuiamini ile nguvu iliyoko ndani ya damu ya Yesu. Wengine hawajui matumizi ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama unaweza kaandika nguvu iliyopo ndani ya damu ya Yesu. Na hapa kuna mambo kama 10 ambayo tunayapata, ama kuna vitu kama 10 ambavyo vinatupa nguvu kupitia damu ya mwana kondoo ama damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na moja ya vitu ambavyo vipo kama nilivyokuambia, tunapozungumzia damu ya Yesu ni damu ya Mungu mwenyewe. Kumbuka Yesu ni Mungu. Kwa kupitia damu yake, hiyo damu kuna mambo kama 10. Hapa nimeandika nguvu, kuna mambo kama 10 tunayoyapata kwenye damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza tunalolipata ndani ya damu ya Yesu, na niendelee kuwashukuru sana pia wale ambao mnaendelea kufuatilia. Usiache kuendelea kusubscribe channel yetu ili uendelee kupata mafundisho. Usiache kucomment, usiache kuendelea kufuatilia mafundisho haya. Yatakusaidia sana mtumishi wa Mungu. Sana sana kwa nyakati tulizo nazo, yatakusaidia mafundisho tunayoyatuma kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nimeandika nguvu iliyopo ndani ya damu ya Yesu. Jambo la kwanza nilikwambia kuna mambo kama 10 ambayo tutayatazama. Kuna nguvu ama kuna mambo kama 10 ambayo tutayatazama kwenye damu ya Yesu. Jambo la kwanza, damu ya Yesu inaleta msamaha wa dhambi. Jambo la kwanza kabisa, kwenye damu ya Yesu ndiko tunakopata msamaha wa dhambi. Naposema dhambi ni kuasi, kwenda kinyume na sheria za Mungu. Mungu ametupa amri 10 kama unajua, kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ya 20 tumepewa zile amri 10. Kwa mtu anapovunja moja amri zile ambazo Mungu ametupa, usiibe, usizini, usimshuhudie jirani yako, zile amri, ukienda kinyume na zile amri, moja amri ukiivunja, kitu kinachoweza kukutoa kwenye ile dhambi ama kwenye yale makosa ni damu ya Yesu. Kwa jambo la kwanza, damu ya Yesu inaleta msamaha wa nini jamani? Wa dhambi. Kwa kupitia damu ya Yesu inaleta msamaha wa dhambi. Yako maandiko mengi, lakini mimi nitasoma kwenye ile Waefeso 1 mstari wa 7. Anasema katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, yani msamaha wa dhambi. Kwa kupitia damu ya Yesu tunasamehewa dhambi, tunaondolewa dhambi, tunafutiwa makosa, tunaondolewa dhambi na uovu. Kwa damu ya Yesu, jambo la kwanza, inaondoa dhambi. Kwa hata kama umekosea, na tunaposema inaondoa kabisa, unakuwa una uhalali tena wa kushikiliwa na dhambi. Shetani anakuwa nakosa uhalali na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyosema, damu ya Yesu Kristo ndio msingi wa msamaha.
Hakuna mwanadamu anayeweza kusamehewa dhambi bila damu ya Yesu, bila kuitumia hiyo damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa damu ya Yesu isingemwagika, ama damu Yesu isingemwagika pale msalabani, kusingekuwa na uondoleo nani jamani? Kusingekuwa na uondoleo la dhambi. Hii inaonyesha gharama ya wokovu wetu iko ndani ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa damu ya Yesu inatuondolea dhambi. Hatuna njia nyingine ya kuondolewa dhambi mbali na damu ya Yesu, kama nilivyokuambia Waefeso 1:7. Jambo lingine, damu ya Yesu inatupa ukombozi. Kwa kuna kuondolewa dhambi, lakini pia kutukomboa. Kutukomboa kutoka wapi? Kutukomboa kutoka kwenye mikono ya adui, kutoka kwenye umiliki wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Wakolosai 1:13 na 14 asema akatuokoa katika nguvu za giza, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Akatukomboa katika nini jamani? Katika nguvu za giza. Kwamba kwenye ufalme wa roho, kwenye ulimwengu wa roho kuna nguvu ambazo zinaweza kukumiliki. Unapotenda dhambi, kuna nguvu ambazo za adui zinakushikilia na kukumiliki. Hasa kupitia damu ya Yesu inatuchomoa kwenye umiliki wa nani? Wa shetani. Inatuchomoa kwenye umiliki wa nini? Wa shetani. Kwa damu ya Yesu inatukomboa, inatuondoa kwenye umiliki wa shetani. Kwa kupitia damu ya Yesu inatukomboa, inatuondoa kwenye umiliki wa adui, kwenye umiliki wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Nisikize kidogo. Damu ya Yesu ilitutoa kwenye utumwa wa dhambi na nguvu za shetani, ikatupa uhuru wa kweli. Kwa damu ya Yesu inatuchomoa kwenye umiliki. Yaani kwa lugha nyingine, damu ya Yesu inatuchomoa kwenye gereza ambalo shetani ametuweka. Mahali ambapo shetani ametuweka kuwa mateka wake. Kwa damu ya Yesu ina uwezo wa kufanya imani kutukomboa. Si kama naniambia mtumishi wa Mungu, natamani unapotamka hayo maneno kwamba damu ya Yesu kama ulivyosema inatukomboa. Naomba ikanikomboe kwenye utumwa wa dhana, ikanikomboe kwenye utumwa wa magonjwa na utumwa wa changamoto mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la ngapi? Jambo la 3. Damu ya Yesu inatufanya wenye haki. Damu ya Yesu inatufanya tuwe na haki mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Warumi 5 ule mstari wa 9 anasema tukisha kuhesabiwa haki katika damu yake. Kwa damu ya Yesu inatuweka tuwe haki, tuwe na haki. Kwa kupitia damu ya Yesu inatufanya tuwe na haki mbele za Baba. Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi yangu kwa jina la Yesu, kama kuna mali shetani alikuwa anakuhesabia hukumu, damu ya Yesu ikakuweke uwe huru. Damu ya Yesu ikakupe haki. Ninaposema haki, inakupa haki ya kusimama mbele ya Baba. Kwa kupitia damu ya Yesu una uwezo wa kwenda mbele za Mungu na ukamwambia Mungu na Mungu akakutendea. Kwa damu ya Yesu ina uwezo wa kutufanya tuwe na haki kwenda mbele za Baba na kumwambia mahitaji yetu. Sio kama nanielewa mtumishi wa Mungu. Na moja ya vitu ambavyo naomba uvielewe kwamba damu iliyomwagika msalabani ndio hayo mambo ambayo ilikuja kufanya ama inatusaidia kwenye ulimwengu wa roho. Kwa nimekwambia damu ya Yesu inatufanya tuwe na haki mbele za Baba. Bwana Yesu asifiwe. Haki yetu haitokani na matendo yetu, bali damu ya Yesu ndio inatufanya tukubarike mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa damu ya Yesu yani sisi wenyewe hatuna haki mbele za Baba, lakini damu ya Yesu inatufanya tuwe na haki, inatufanya tukubarike, inatufanya tuheshimike. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnanielewa mtumishi wa Mungu. Jambo la 4 ndani ya damu ya Yesu tunachokipata, ama faida tunayoipata ndani ya damu ya Yesu. Jambo la 4, damu ya Yesu inatupatanisha na Mungu. Kumbuka kwenye Agano la Kale, kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 3, mwanadamu baada ya kula lile tunda la ujuzi wa mema na mabaya, ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, alipokula lile tunda, Adamu na Eva wakatengana na Mungu. Mungu akawatoa kwenye umiliki wake, wakawa mbali na Mungu. Kwa walipokuwa na dhambi wakawa mbali na Mungu. Na ndio maana ukisoma pia hata kile kitabu cha nabii Isaya sura ya 59 mstari wa kwanza anasema mkono wake si mfupi hata shindwa kutusaidia ama kutuokoa, wala sikio lake si zito hata shindwa kutusikia, lakini dhambi zetu na uovu wetu umetufarakanisha sisi na nani? Na Mungu. Kwa damu ya Yesu inatupatanisha na Mungu. Kwa kupitia damu ya mwana kondoo ndio ina uwezo wa kutupatanisha na Mungu. Hata tunapoenda mbele za Mungu tunamwambia kama Baba. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani inatupatanisha sisi na nani? Na Mungu. Wakolosai 1 mstari wa 20 anasema kwa damu ya msalaba wake amefanyika amani. Narudia tena, kwa damu ya msalaba wake amefanya amani. Yani kwamba amani kati yetu nani ni jamani? Na Mungu. Ule ugomvi kati yetu sisi na Mungu unaondolewa kupitia damu ya Yesu.
Damu ya Yesu inaondoa uadui kati ya mwanadamu na Mungu na kurejesha uhusiano uliovunjika. Kwa kupitia damu ya Yesu ambayo imemwagika msalabani, kwa kupigwa kwake sisi tunapatanishwa na Mungu. Kwa kupitia damu ya Yesu na uwezo wa kumwambia Mungu, najua nilikuwa na uadui na wewe, lakini kupitia damu yako ilipatanisha na mimi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Sio kama mnanielewa, mtumishi wa Mungu. Hilo ni jambo la ngapi? Jambo la 4. Jambo la 5, damu ya Yesu inatutakasa. Naposema damu ya Yesu inatutakasa, kwamba sisi baada ya kutenda dhambi tukawa ni wachafu, tukawa wenye dhambi, tukawa hatufai, tunanuka dhambi, lakini damu ya Yesu inatutakasa, inatuosha, inatuondolea mabaya, inatuondolea vikwazo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio kanaendelea, mtumishi wa Mungu. Kwa damu ya Yesu ina uwezo wa kututakasa, ina uwezo wa kutuosha. Ukisoma ile waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza na mstari wa 7, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 7 anasema hivi, damu ya Yesu inatusafisha dhambi zetu, dhambi zetu ama dhambi zote. Kwa damu ya Yesu ina uwezo wa kutuondolea dhambi, ina uwezo wa kutuondolea wovu, ina uwezo wa kutuondolea makosa. Na ndio maana waraka wa kwanza hiyo wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza ukianzia hiyo aya ya 7 ndio anasema damu ya Yesu ina uwezo wa kutusafisha na kutuondolea dhambi. Na anasema tukisema hatuna dhambi twajidanganya, wala kweli haiko ndani mwetu. Kwa kumbe damu ya Yesu ndio kitu pekee kinachoweza kutuondolea dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Na niliwaambia watu marifani, kama nakumbuka, kuna siku nilifundisha kwa habari ya jina la Yesu na damu ya Yesu. Nakumbuka damu ya Yesu ina matumizi yake na jina la Yesu lina matumizi yake. Kuna mtu hajanielewa, narudia tena. Kuna watu unapoingia kwenye maombi, usiombe naomba toba kwa jina la Yesu. No, ninaomba toba kwa damu ya Yesu. Nitakase kwa damu ya Yesu. Sio nitakase kwa jina, nitakase kwa damu. Damu ndio inayotupa uhalali wa kuondolewa dhambi. Jina la Yesu linaamurisha. Ndio nasema kwa kila goti litapigwa kupitia jina la Yesu. Sasa leo kwa sababu tuko kwenye somo la kujifundisha ama kufundisha kwa habari ya damu, ndio maana nakwambia ndani ya damu ya Yesu kuna nguvu ya kuondolewa na kusafishwa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi yangu kwa jina la Yesu Kristo, kama kuna dhambi ambazo adui alikupandikizia, alikubebesha, damu ya Yesu ikaondoe mashtaka, ikaondoe dhambi. Bwana Yesu, kama nilivyokuambia, damu ya Yesu inatakasa. Jambo lingine kama nilivyokuambia, jambo lingine la 6, damu ya Yesu inatupa ushindi. Kwa kupitia damu ya Yesu tunashinda. Tuna uwezo wa kupambana, tuna uwezo wa kushinda vita, tuna uwezo wa kupigana na adui kupitia damu ya Yesu. Na ndio maana nasema kwenye Ufunuo Yohana sura ya 12 mlango wa 11 nasema hivi, anasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Kwa kupitia damu ya Yesu tunashinda mapepo, damu ya Yesu tunashinda magonjwa, damu ya Yesu tunashinda laana, damu ya Yesu tunashinda kukataliwa, damu ya Yesu tunashinda kila aibu. Kwa kupitia ndani ya damu ya Yesu kuna kushinda vyote. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi yangu mtumishi wa Mungu, Mungu akupe nguvu ya kuijua hiyo damu. Kwa damu iliyomwagika msalabani haikuwa bure. Kupitia damu ya Yesu Kristo ndio inatupa kushinda. Tunashinda mapepo, tunashinda wachawi, tunashinda waganga, tunashinda mizimu kupitia damu ya mwana kondoo. Pokea hiyo neema ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnanielewa watumishi wa Mungu. Itumie damu ya Yesu. Inatushindia mapepo, inatushindia kwenye uchawi, inatushindia kila eneo kupitia damu ya Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa nisikilize kidogo, kama nilivyokuambia, ndani ya damu ya Yesu kuna nguvu ya kushinda mapepo, chawi na nguvu za giza. Kwa inatupa ushindi. Kama nilivyokuambia, katika vita vya kiroho, damu ya Yesu ni silaha ya ushindi dhidi ya shetani. Kwa kwenye vita ya kiroho unapoingia kwenye maombi, mwambie na kushinda shetani kwa damu ya kondoo. Toka kwa damu ya Yesu. Mapepo toka kwa damu ya Yesu. Una uwezo wa kutumia damu ya Yesu na ikakusaidia kwenye vita za kiroho. Hilo ni jambo la 6. Jambo la 7. Damu ya Yesu inatupa ujasiri mbele za Mungu. Damu ya Yesu inatupa ujasiri mbele za nani jamani? Mbele za Mungu. Damu ya Yesu inatupa ujasiri mbele za Mungu. Kwa ndani ya damu ya Yesu inatupa ujasiri wa kwenda mbele za Baba. Kwa ujasiri kabisa, hatuogopi, hatutetereki. Tunaenda mbele za Baba kama watoto. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio mnaelewa. Waebrania 10 mlango wa 19 anasema hivi. Waebrania 10 mlango wa 19 anasema tuna ujasiri na kuingia patakatifu kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa tuna ujasiri ya kuenda mbele ya Baba, mbele ya Mungu wetu kumwambia Baba, tunahitaji hiki. Kwa sababu tuna damu ya Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kristo alichokifanya pale msalabani jamani, ni kutafuta ile damu itupe ushindi, itupe uweza, itupe ujasiri wa kwenda mbele za Baba. Mwanzoni tulikuwa hatuna ujasiri kwa sababu tulikuwa ni wenye dhambi, lakini uwepo wa damu ya Yesu inatupa ujasiri kwenda mbele za Baba, kumweleza Baba. Tunakaa kama baba na mtoto, tunamwambia Baba, nahitaji hiki, Baba nahitaji hili. Kwa nini? Kwa sababu kupitia damu yake inatupa ujasiri wa kwenda mbele za Baba.
Kabla ya hapo tulikuwa hatuna ujasiri wa kwenda mbele za Baba. Ndio nasema sikio lake si zito hata shindwa kutusaidia. Kwa kupitia damu ya Yesu inatupa ujasiri wa kwenda mbele za Baba. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na kama nilivyokuambia, damu ya Yesu inatupa ruhusa na kumkaribia Mungu bila hofu. Kwa damu ya Yesu inatupa ruhusa. Sio kama mnanielewa? Kwa kupitia damu ya Yesu ni kama tiketi ya kwenda mbele za Baba. Ni kama ruhusa. Wale ambao mlishawahi kwenda kwenye maofisi za watu wakubwa kama rais, waziri mkuu au mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya, hauwezi kuruhusiwa pale bila taarifa yako kufika kwake. Kwa lazima mruhusu sekretari amwambie bwana mruhusu yeye aingie, ndio unaruhusiwa kuingia. Bila hivyo utakaa hapo na anaweza kukufukuza bila kuwa na appointment naye. Kwa kupitia damu ya Yesu ni kama tiketi ya kwenda mbele za Baba. Ni kama ruhusa, inatupa ruhusa kwenda mbele za Baba. Hilo ni jambo la 7. Na jambo la 8, damu ya Yesu inazungumza mema juu yetu. Damu ya Yesu ina uwezo wa kuzungumza mema juu ya maisha yetu. Jamani, Bwana Yesu. Na leo nakupa hizi pointi. Hizo siku kadhaa zilizoko huko mbele tutapita kupitia damu ya Yesu. Nitakufundisha jinsi ya kuomba na kuitumia damu ya Yesu. Sio kama mnanielewa, watumishi wa Mungu. Tutapita kwenye maombi haya ndani ya hivi vipengele, tutapita kuanzia kesho. Mwezi tupadama tutapita kupitia kipengele kimoja kuomba kutumia damu ya Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimekwambia damu ya Yesu inatuzungumzia mema juu yetu. Kwa damu ya Yesu inazungumza mema juu ya maisha yetu. Ukisoma ile Waebrania 12:24, maandiko yanasema hivi: damu ya Yesu Kristo haituhukumu bali inatutetea. Hutetea haki yetu, maelekezo yake. Kwa lugha nyingine, damu ya Yesu inanena mema kuliko ile ya Habili. Ukisoma nimekwambia Waebrania 12:24 anasema damu ya Yesu inanena mema kuliko ile damu ya Habili. Kumbuka kipindi kile cha Agano la Kale, kuna mtoto mmoja anaitwa Habili na Kaini, waliuana. Habili aliuawa na Kaini. Maandiko yanasema ile damu yake Kaini inanena, inazungumza, inasema, inamshtaki ndugu yake kwamba nimekufa. Kwa kumbe damu ya Yesu ndio ina uwezo wa kunena mazuri. Kwa kama kuna watu walipeleka damu za ng'ombe, damu za mbuzi, damu za kondoo kwenye miungu yao ili kukunenea mabaya kwamba filisike huyu, afe huyu, akataliwe huyu, ateseke huyu, aende kukataliwa huyu, wakatoa masadaka kwenye madhabahu zao, wakatoa sadaka za damu ya ng'ombe, ya mbuzi, ya kondoo. Ikiwa damu ya Yesu, tunapoitamka damu ya Yesu inanena mema. Kwa kama kuna watu walinena mabaya kwamba huyu akataliwe, damu ya Yesu inasema huyu akubariki. Kama linena watu walipeleka damu ya sadaka ya mbuzi, ya kondoo, wakasema huyu afilisike, damu ya Yesu inanena mema, atajirike huyu. Sio kama mnaendelea, watumishi wa Mungu. Kwa damu ya Yesu ndio kitu pekee ambacho kinanena mema kwa ajili ya maisha yetu. Pokea hiyo neema ya damu ya Yesu, ikanene mema juu ya maisha yako, ikanene mema juu ya watoto wako, ikanene mema juu ya uzao wako, ikanene mema juu ya chochote kinachotamkwa kwa majina yako. Kwa hata kama kuna watu wabaya wakatamka mabaya kwamba ukataliwe, ushindwe, ufe, damu ya Yesu inanena mema, aishi huyu, ainuliwe huyu, abarikiwe huyu, asomeshe huyu. Damu ya Yesu ina uwezo wa kunena mema. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa damu ya Yesu Kristo ina uwezo wa kutamka mema. Kwa kama kuna watu ambao walituhukumu wakatoa sadaka, damu ya Yesu inatetea. Huyu sio kutolewa sadaka, huyu sio akufa, huyu sio kukataliwa. Inanena mema kinyume cha maneno mabaya tuliyowahi kutamkiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnanielewa, watumishi wa Mungu. Natamani uendelee kufuatilia mafundisho, yatakusaidia sana. Lakini jambo la 9, damu ya Yesu inatuweka huru kutoka kwenye laana. Damu ya Yesu inatuweka huru kutoka kwenye laana. Kwa kuna watu ambao tumeishi kwenye familia ambao zimelaaniwa. Naposema laana, kuna watu ambao wamebeba laana za kukataliwa, laana za magonjwa, laana za madeni, laana za kutokuolewa, laana za kutokusoma. Wamebeba laana za magonjwa kufanana. Wao kwenye familia, shangaa watu wote kwenye familia, kuanzia shangazi, si wadogo zake, baba, nani, wote maisha yao ni ya ulevi na matabia mabaya. Familia yote imekamatwa kwenye hiyo laana. Kwa damu ya Yesu ina tabia kutuchomoa kwenye hizo laana. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ile Waebrania, Wagalatia 3:13 anasema Kristo alitukomboa kutoka katika laana. Kwa damu ya Yesu Kristo ina uwezo wa kutuchomoa kwenye laana za kifamilia. Ni maombi yangu Mungu akupe upako wa kuchomoka kwenye laana ya ukoo wako, laana ya madeni, laana ya aibu. Tuitumie damu ya Yesu ikatuchomoe, ikatudisconnect. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnaelewa, watumishi wa Mungu. Jambo la mwisho na la 10, kama nilivyokuambia, laana ya ukoo, laana ya maisha. Ninapozungumzia laana, inaweza kuwa ni laana za ukoo, maisha ya kuharibika, madeni, aibu. Hiyo ndio laana hiyo. Kuna watu ambao wamelaaniwa kwenye madeni tu.
Kuna watu ambao wamelaaniwa kwenye magonjwa, kuna watu wamelaaniwa kwenye mateso na aibu. Kwa damu ya Yesu ina tabia kunena mema, inanena mazuri, inanena kibali, inanena ulinzi. Jambo la mwisho na la 10, damu ya Yesu inaleta agano jipya. Damu ya Yesu inaleta agano jipya. Kwa kupitia damu ya Yesu tumewekwa kwenye agano jipya. Sio kama mnanielewa watumishi wa Mungu. Kwa damu ya Yesu inaleta agano jipya. Ni maombi yangu damu ya Yesu ikaleta agano jipya kwenye familia yenu. Kama kuna maagano mliingia ukoo ya waganga, mkaingia na maagano ya wachawi na washirikina, damu ya Yesu ikanene uzima kwa agano jipya. Bwana Yesu asifiwe. Ile Injili ya Luka sura ya 22 mstari wa 20, maandiko yanasema hivi: hiki ni kikombe cha agano jipya katika damu yangu. Yesu wakati anawapa ile mimi anawashirikisha meza ushirika ule mtakatifu, akamwambia hii ni damu yangu inayotengeneza agano jipya, inaondoa dhambi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa kupitia damu ya Yesu Kristo tunaingia katika agano la neema na la rehema na la baraka. Kwa kupitia ndani ya damu ya Yesu tunaondolewa laana, tunaondolewa mikosi, tunaingia kwenye neema, blessing, tunaingia kwenye baraka kupitia damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni maombi yangu haya ni mambo 10, na Mungu akitupa neema kesho tutapita kwenye ombi moja. Tutamwambia Mungu kama kuna mahali tuliingizwa kwenye familia zetu zikaingizwa kwenye maagano ya kipepo, tunaipeleka damu ya Yesu. Na leo nataka tuitume damu ya Yesu kila eneo. Kwa maombi ya leo ni mwembo ya kutuma damu ya Yesu. Na kesho Mungu atupa neema tutaanza kuangalia kwenye eneo moja. Naposema inazungumza mazuri juu yetu, tutaangalia ni wapi ambapo alinenwa mabaya, tutapita kwenye hayo maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa natamani kwenye Pasaka hii tunaposherekea habari za kufuka kwake Kristo, tuijue damu na nguvu iliyoko ndani ya damu ya Yesu. Naomba tuombe, naomba unifuatishe maombi haya. Naomba tuitumie damu ya Yesu kwa dakika chache. Na itume damu ya Yesu kijijini kwenu ulikozaliwa, ulikolelewa, unapofanyia kazi, kwenye ofisi yako. Kama kuna watu walinena mabaya kwa bosi wako, damu ya Yesu kakunenee mema. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Naomba unifuatishe maneno haya. Sema: Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru Bwana. Asante kwa ajili ya wema wako, asante kwa ajili ya fadhili zako. Wewe ni Mungu, sina Mungu mwingine zaidi yako wewe, uliyemtoa mwanao kuwa afe msalabani, akafa kwa aibu, akaimwaga damu yake. Hiyo damu Bwana inaonena mema juu yangu, inaotakasa maisha yangu, inaondoa laana, inaondoa mikosi, inaondoa uovu, inanipatanisha na Baba. Asubuhi ya leo Bwana naiita damu ya Yesu ikapite ndani yangu, ikanitakase, ikanioshe, ikaniondolee kila laana, kila vikwazo, kila kukataliwa, kila aibu. Naipeleka damu ya Yesu ikanisafishe, ikanioshe, ikanipatanishe na madhabahu yako Kristo, ikanipe ujasiri wa kupaendea patakatifu, patakatifu. Ninakataa roho ya uzito, kila uchawi, kila ushirikina uliokaa ndani yangu, toka, achia maisha yangu kwa damu ya Yesu. Napeleka damu ya Yesu. Natamani tuisukume, tuipeleke damu ya Yesu kijiji ulikotokea, kijiji ulikozaliwa. Peleka damu ya Yesu. Wako ambao tunajuana, umetoka kwenye familia ambayo kuna laana ya magonjwa, watu wote wanaumwa magonjwa ya pressure. Natamani tuchomoke kupitia damu ya Yesu. Nimekwambia damu ya Yesu ina uwezo wa kutuhamisha kwenye laana za familia. Damu ya Yesu ina uwezo wa kututoa kwenye umiliki wa adui, kwenye umiliki wa mikoba, kwenye umiliki wa uganga. Natamani tuitume damu ya Yesu. Nifuatishe maneno haya. Sema: Baba, katika jina Yesu naiita damu yako iende kijijini nilikozaliwa, nilikolelewa, iende mali nilipolelewa, nilipozaliwa. Kama kuna maneno mabaya waliyanena juu yangu kipindi nazaliwa, wakatamka mabaya, wakasema mabaya, naipeleka damu Yesu ikanene mema, ikatamke mazuri, ikazungumze mazuri, ikatamke maneno mazuri sawa sawa na Waebrania 12:24. Damu yako Yesu inanena mema kuliko maneno mabaya walioninenea. Damu yoyote iliyowahi kutolewa, damu ya mbuzi, kuna watu yamkini wakatamka mabaya juu yangu kupitia damu za wanyama, kupitia damu za ng'ombe, kupitia damu za mbuzi, kupitia damu za watu. Napeleka damu ya Yesu ikanene mema. Napeleka damu ya Yesu ikanene uzima, ikanene kibali, ikanene upako, ikanene nguvu. Kila mabaya yaliyonena juu yangu, back to sender. Hebu yarudishe mabaya yao. Waambie na yarudishe mabaya hayo, hayatanipata mimi kwa damu ya mwana kondoo. Mungu umesema pia kwenye neno lako kwenye Ufunuo Yohana 12:29,
12 pia, Ufunuo Yohana 12 ule mstari wako pia wa 11, tutamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo. Ninashinda magonjwa kwa damu ya mwana kondoo, ninashinda mapepo kwa damu ya mwana kondoo. Napeleka damu ya Yesu kila eneo mahali ambapo wanatamka jina langu, damu ya Yesu iende, damu ya Yesu iende. Napeleka damu ya Yesu kwenye biashara yangu, napeleka damu ya Yesu kwenye nyumba yangu, kwa watoto wangu, kazini kwangu, kwenye biashara zangu, kwenye shule, kila eneo, kila mahali, napeleka damu Yesu. Hebu peleka damu Yesu, sukuma damu Yesu, peleka damu Yesu watoto kule, watoto wako shuleni, peleka damu Yesu, kanene mema kwa habari ya watoto wako, kwa habari ya elimu yao, kwa habari ya uchumi wako, kwa habari ya kazi yako, kwa habari ya ndoa yako, kwa habari ya uzao wako. Damu ya Yesu iende, damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ikague, damu ya Yesu tishe, ipenye, sukuma damu Yesu, peleka damu Yesu, na ipeleka damu Yesu kila eneo, kila kona. Kwa damu Yesu tunapiga hayo magonjwa. Toka, mwachie mama huyu, toka, mwachie binti huyu, toka, mwachie baba huyu. Hiyo roho katariwa, roho ya kudharauliwa, na vunja leo, na itaa leo, na ipangua leo. Hachia maisha yake, hachia watoto wake, hachia ukoo wao, na mtenga mwanamke huyu na madhabahu zilizomshikilia na miungu iliyomfunga. Tunapiga, tunavunja, tunang'oa kila vizuizi vinavyozuia uwepo wa Mungu kwenye maisha yake kwa damu ya mwanakondoo. Nami ninatamka upako wa damu ya Yesu. Pokea neema ya kuitumia damu ya Yesu. Pokea nguvu ya kupitia damu ya Yesu. Damu ya Yesu kakutetee, damu ya Yesu kakulinde. Na itamkia baraka asubuhi ya leo, na itamkia baraka wiki hii, na itamkia baraka mwezi huu, mwezi wa 4 kwa mwezi wa baraka. Kwa ni mwezi wa kupokea, kwa ni mwezi wa kuinuliwa, kwa ni mwezi wa kusaidiwa, kwa ni mwezi wa kupokea na kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo anayetetea hai. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi hii tena kukualika kesho majira kama haya asubuhi. Karibu sana. Tunaendelea na somo hili. Unaweza ukashare link hii na mtu wako karibu. Kuna watu ambao wanaitumia damu ya Yesu lakini hawajui maandiko yameandikwa wapi. Kwa endelea kufuatilia mafundisho yetu, na kesho tutapita kwenye maombi. Tutapita kwenye maombi ya vita. Kuvunja na kung'oa kila malango ambao wamepeleka majina yetu, kila madhabahu walizopeleka majina yetu wakatoa masadaka. Sikia nikwambie, kuna watu wanaposema damu Yesu inanena mema kinyume cha damu ya Abeli. Kuna watu ambao walichukua sadaka wakapeleka kwenye miungu yao, sadaka za wanyama, wakatoa sadaka, wakachinja damu, wakatoa sadaka pale za mbuzi. Kumbe kwenye ulimwengu wa roho ile damu imetupa, wakatamka na maneno kwamba huyu akataliwe, huyu haribikiwe, huyu. Sasa damu ya Yesu ndio inonena mema. Kwa kesho tutapita tena kwenye maombi, tutavunja, tutafuta kila maneno mabaya walioyatamka na kaunganisha na sadaka zetu na sadaka zao. Kwa tutaomba kesho na Mungu atupa neema. Na asubuhi leo naomba nitamke neno kwa ajili ya wale ambao tunatoa sadaka zetu. Kumbuka hii ni ibada kamili, usiache kuachilia sadaka yako. Niliwaambia watu mahali fulani, unapotoa sadaka jambatanishe, omba. Bahati nzuri kuna namba zinapita hapo chini za lipa namba, unaweza kutoa sadaka yako. Kwanza bahati nzuri lipa namba inaanzia kuanzia buku 1,000, 5,000, milioni 1, 100,000. Yote ambayo unagusa wewe kama sadaka, iambatanishe. Mwambie natoka na upako wa damu ya Yesu. Natoka na nguvu ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asiwache. Niombe kwa wale ambao wameshika sadaka zenu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya watumishi wako hawa. Wako ambao ni waaminifu, ambao wameshika sadaka zao. Wanataka kuachilia sadaka hii kwenye ibada hii ya kwenye morning prayer. Asante kwa ajili ya watumishi wako hawa ambao wanaendelea kufuatilia maombi yetu zaidi kila siku tunapoenda kupita na kuomba. Mungu kawabariki. Wako ambao walinenewa mabaya, wakatolewa na masadaka na makafara kwenye madhabahu za miungu mingine. Damu yako Yesu inaonena mema, ikanene mema juu ya watu hawa kupitia sadaka walioshika, ikawatetee na kuwapigania, ikawape nguvu ya kushinda miungu na madhabahu za aina yote. Nami ninatamka baraka kwao katika jina la Yesu Kristo. Bariki sadaka ya mama huyu, bariki sadaka ya baba huyu, bariki sadaka ya binti huyu, ukatende sawasawa na haja ya moyo wake. Mungu naye wainua watu, usimwache mama huyu wala kumpungukia. Ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Karibu tena kesho asubuhi, tutakuwepo tena. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Festo Uswege. Tunatumika kanisa letu la Anglican Diocese ya Dar es Salaam. Kwa neema Mungu tuko Kunduchi. Karibu sana kuhudhuria mafundisho yetu. Mungu akubariki, na namba za simu zinapita hapo, unaweza kuachilia sadaka yako kwa mawasiliano na maombi. Namba ya simu iko hapo, utanitafuta kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya chochote. Lakini pia usiache kucomment, tuma message hivyo, yani tujue tuko pamoja. Na Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Amen.